ukipitia changamoto unajifunza vitu vingi. Naitwa Bwana Lordrich Ephraim ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Complex Event ambao ndio waandaaji wa tamasha hili la kwanza Fishing Expo, ambayo ni tamasha limelenga kukutanisha wadau mbalimbali ndani ya sekta hii ya uvuvi, ikiwemo wafugaji wakubwa na wadogo, lakini pia viwanda vya kuchakata samaki na mazao mbalimbali yanayopatikana ndani ya ziwa, bahari, viumbe maji mbalimbali, taasisi mbalimbali za kifedha, taasisi za elimu, lakini pia viwanda vya uchakataji wa samaki, cold storage zile, pamoja na wadau mbalimbali wa tasnia ya habari. Malengo ya tamasha hili ni cha kwanza kukuza ushikamano baina ya wadau wa uvuvi na sekta nzima ya uvuvi, lakini pia kuongeza value ya baadhi ya bidhaa zinazotengenezwa za zao la samaki, lakini pia imelenga kuongeza masoko ya ndani na nje ya nchi. Kwa kupitia jukwaa hili watu wataweza kuconnect na kuweza kutatua shida zao mbalimbali na kufahamu njia za kuongeza masoko ya ndani na nje ya nchi, lakini pia kutoa elimu kwa umma juu ya ufugaji wa samaki na uvuvi wa kisasa wa kutumia teknolojia mbalimbali za kisasa. Mwitikio ni mkubwa, na kwa sababu ndo tumeanza mara ya kwanza, tumeweza kushirikiana na wadau mbalimbali, wameweza kuitikia wito huu wa kuweza kushiriki na sisi kuonyesha bidhaa na huduma zao. Lakini pia nitoe wito kwa mataasisi mbalimbali, taasisi za kiserikali na taasisi binafsi na wadau mbalimbali wa sekta hii ya uvuvi kuweza kushiriki na sisi kwa maonesho yanayofuatia, ili kuweza kushirikiana na kuhakikisha sekta hii nzima ya masuala ya uvuvi na ufugaji wa samaki inazidi kukua na kuweza kwenda kimataifa zaidi. Okay. Kwa vijana natoa wito, kwa sababu vijana wengi sasa hivi huwezi kuwashawishi wakaja wakavua kwa mfumo wa zamani. Kwa vijana wengi sasa hivi, na tukisapoti kampeni mbalimbali za masuala ya uvuvi wa kisasa na ufugaji wa kisasa, kiongozwa na Mheshimiwa Rais aliweza kutoa vizimba, baadhi ya vizimba kwa vijana. Kwa hiyo vijana sasa hivi ni fursa kwao waweze kuingia kwenye hii biashara ya ufugaji wa samaki. Kwa hiyo kupitia tamasha hili wanaweza kujifunza mbinu mbalimbali za kisasa na elimu ya kutosha ya kufuga samaki. Hivyo ni ajira mpya, ni fursa pia kwa watu, especially kwa vijana waweze kuchangamkia hii, kwa sababu ndo tunapoenda sasa hivi, na ufugaji wa samaki ni kitu ambacho ni kipya kwetu, lakini pia ndo serikali imezidi kuweka nguvu, na sisi kupitia kwanza Fishing Expo tumeweza kuliona hili na kama fursa kwa wao kuja kujifunza na kwa kupata elimu ya kutosha, ili kuweza wao kuweza kuwekeza, lakini pia iwe ni biashara endelevu na kusababisha hii sekta nzima ya uvuvi iweze kwenda mbele. Kwa majina yangu mimi naitwa Dines Isa Daudi, ni mnufaika wa mradi wa BBT ambao inatoka katika kikundi kinaitwa Feed the Nation. Kikundi hicho ni moja ya vikundi ambavyo vimenufaika na huu mradi wa BBT katika kituo cha Fisheries ambacho kinapatikana Nyegezi. Katika maonesho haya ya kwanza tumekuja kuonesha namna gani ya kufuga samaki kwenye bwawa, namna ya kulisha samaki. Kuna vitu ambavyo tumevileta vinavyosaidia katika kutibu samaki, lakini pia namna ya kufuga samaki kwenye vizimba na vitu mbalimbali vinavyozuia predator au maadui wanaoweza kuzuru samaki katika bwawa lako au kwenye vizimba. Karibuni sana mjifunze namna ya kufuga samaki kwenye vizimba, namna ya kufuga samaki kwenye bwawa. Tunapatikana katika chuo cha Fisheries, tumewekeza vizimba vyetu pale. Hayo inazuia predator ambao yenyewe inakuwa nje ya ile neti ambayo ina samaki. Kwa baada ya ile neti ambayo inazuia predator, kuna neti nyingine inayofuata ambapo ndo unawekea samaki. Pia juu kuna neti ambayo inazuia kama ndege wasiingie kuwazuru samaki. Kwa hiyo ndo namna ambayo inaweza kusaidia kuzuia predator kufika kwenye kizimba. Utofauti uliopo, kabla sijanufaika kwenye mradi nilikuwa nafanya kazi kwenye mabwawa, lakini kwa sasa mradi huo umeniwezesha niko kwenye vizimba. Kwa hiyo ninauelewa zaidi kuhusu vizimba, pia ninauelewa zaidi kuhusu mabwawa. Natamani kuambia Watanzania wajifunze namna ya kufuga samaki, kwa sababu samaki ina faida sana na inahitajika kwa wingi, kwa sababu ni chakula ambacho kinatumika sehemu mbalimbali. Kwa hiyo karibuni mjifunze kufuga samaki, ambapo unaweza kufuga samaki hata ukiwa nyumbani kwako. Kuna mafunzo ambayo tunaweza tukatoa, kwa sababu kuna mabwawa ya nyumbani, lakini pia kuna mabwawa ya mashambani. Kwa hiyo karibuni tuwape mbinu za kufuga samaki mkiwa nyumbani, mbinu za kufuga samaki ukiwa ziwani,
Mafunzo yote hao tunatoa kwa wale ambao wanahitaji kujifunza namna ya kufuga samaki. Majina naitwa Shija Nchungwa Buta, ni kiongozi wa vijana BBT kituo cha Nyegezi, ambapo kina vijana zaidi ya 80 ambao ni wataalamu, na pia kuna vizimba walivyowekeza ambao vina samaki mpaka sasa vizimba 80 kila mmoja na kizimba chake. Kwa umuhimu wa hili tamasha linatoa maonyesho. Umuhimu wa maonyesho haya yanatoa fursa ya wadau kukutanishwa pamoja katika mnyororo wa shughuli za uvuvi, kujua nani anafanya kipi na anafanya hiki, ili anayehitaji elimu ya samaki wadau wanaotoa elimu anawaona, anayehitaji mikopo wadau wanaotoa huduma za kifedha anawaona, na pia ni wasawa kutangaza fursa zinazopatikana ili wawekezaji kila mmoja aone sehemu analoweza akamudu na kuhudumia. Kwa mfano, katika eneo la ufugaji wa samaki kuna fursa ya kuzalisha mbegu za samaki. Ni eneo ambalo uhitaji upo mkubwa sana hapa nchini. Ni fursa ambayo inajitokeza hapa, wadau wanajua wapi waende kuwekeza. Kuna fursa ya kuona wataalamu wanaoweza wakamudu kusimamia shughuli za uwekezaji. Mfano vijana wa BBT ambapo ndizo shughuli wanazofanya. Kwa majina naitwa Anita Lobina, ni mkufunzi kutoka FETA, wakala elimu na mafunzo ya uvuvi. Tuko hapa kuleta tumeleta elimu kwa ajili ya ufugaji wa samaki kwa wananchi. Kama tunavyojua sasa hivi ufugaji wa samaki au uchumi wa bluu ndo mada kubwa nchini. Na tunashukuru serikali yetu ya awamu ya 6, Dr. Samia Suluhu Hassan amewekeza nguvu, vijana wamepata mikopo, lakini pia wananchi tofauti wamepata mikopo na wamejikita kwenye ufugaji wa samaki. Kwa hiyo sisi tukiwa kama FETA, watoaji wa mafunzo, tuko hapa kwenye maonyesho haya kwa ajili ya kuleta mafunzo ya namna ya uzalishaji wa vifaranga vya samaki, lakini pia namna ya ufugaji bora wa samaki. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi katika maonyesho haya waje wajifunze, lakini waone bidhaa tofauti tunazozitoa. Lakini tunatamani wananchi waendelee kuwa na mwitikio chanya wanaposikia maonyesho kama haya, kwa sababu wakati mwingine unakuta kunakuwa na elimu mpya ambazo tunazidi kuzigundua, tunatamani ziwafikie wananchi, ambazo kwa namna moja au nyingine zinakuwa ni elimu zenye tija za kuongeza kipato kwa kaya. Tuko hapa kwa ajili ya kutoa elimu, lakini tunatamani wananchi wengi wahamasike na wajiunge kwenye hii biashara ya ufugaji wa samaki, kwa sababu kiuhalisia kabisa tunaongezeka kwa namba. Watu wanaongezeka, tukiangalia sensa kadri miaka inavyozidi kwenda tunazidi kuongezeka. Kwa hiyo kadri tunavyozidi kuongezeka kwa idadi, ina maana pia chakula kinazidi kuhitajika, lakini rasilimali maji zinaendelea kubaki kwenye ile namba iliyokuwepo au kwenye ile size ambayo ilikuwepo. Kwa hiyo sisi kama FETA tunatamani watu wengi waje huku kwenye hii tasnia ya ufugaji wa samaki, kwa sababu kwanza bado nafasi ni kubwa ya biashara, kwa sababu kama unavyojua biashara ya chakula haikosi wateja. Kwa hiyo biashara bado ni kubwa, inahitaji watu wengi waingie. Kwa hiyo tunawakaribisha sana na tunapeleka hamasa kwa kweli. Vijana tunashukuru wameamka sasa hivi, vijana wengi wamechukua mikopo na wanafanya vizuri, wanafanikiwa. Mwanzo walikuwa wanalalamika hawana ajira, wakajiajiri wao wenyewe, lakini kuna baadhi ya vikundi vimefika sasa kwenye ile nafasi ya kuajiri wengine. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wananchi, sana vijana waje kwenye hii tasnia. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.